Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo. Kama ni mara yako ya kwanza, basi nakuomba usubscribe channel hii. Kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata masomo yote ambayo tunaachia. Sasa leo tafakari jambo moja ambalo ndugu zetu wasio wa imani yetu hupenda kuuliza, je, Mungu anazaa? Kwa sababu tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, wanakuwa na hoji. Sawa, wako sawa kuhoji. Na Biblia inasema kwamba mumjibu kwa upole yule ambao atauliza habari za hii imani yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuwajibu, na leo nimeamua kujibu. Sasa wanaposema kwamba Mungu anazaa, labda tuanze, nini maana ya kuzaa? Kabla ya kujua nini maana ya kuzaa, tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari ule wa 5. Isaya sura ya 55 mstari wa 8 inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo yetu, na akili za Mungu ni tofauti na akili zetu. Kwamba sisi tunajua kwamba binadamu ili azae ni lazima ajamiane, yani afanye ngono. Kwa sasa mwingine Yesu ni mwana wa Mungu, kwa Mungu mke wake nani? Kwa inamaanisha kwamba Mungu alijamiana. Mimi wa Kristo mnakufuru sana. Mungu atusaidie tuweze kuelewana katika hili. Neno kuzaa ni kutoka ndani ya kitu fulani. Hiyo ndio tafsiri ya kuzaa. Maana yake ni kutoka ndani ya kitu fulani. Mfano, unapoenda shamba, unalimba, unachifua ile ardhi, unapanda mbegu. Baada ya siku 3 siku 4 kuna kitu kinachipua pale. Unasema, "Oh, ardhi imezaa." Ulipanda mahindi, "Oh, mahindi yamezaliwa bwana." Kwa hiyo kuzaa ni kutoka ndani ya. Sasa jinsi anavyozaa Mungu ni tofauti na anavyozaa binadamu, ni tofauti na anavyozaa mimea. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 24. Biblia inasema, Mungu akasema nchi izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Kwa Mungu anasema hii nchi izae kiumbe hai kwa jinsi yake. Sasa mbona ushangai kwamba kuona kumbe ardhi inazaa? Kwa sababu unajua ardhi inavyozaa tofauti na binadamu. Hapo nadhani tunaweza sasa kuelewana. Sasa kuzaa ni kutoka ndani ya kitu fulani. Kwa mfano, tunaweza tukasema kwamba Adam alimzaa Eva, kwa sababu Eva alikuwa ndani ya Adam. Alikuwa ndani ya ubavu wa Adam. Sasa Mungu alimzaaje Yesu? Tunaposoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 18. Ningependa nitumie tafsiri ya King James. Inasema, no man has seen God at any time. Kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. The only begotten son, mwana mzaliwa wa pekee, who in the bosom of father, aliyekuwa katika kifua cha baba, who has declared him, huyo ndiye aliyemfunua kwetu. Kwa Kristo, kama vile Hawa alivyokuwa katika ubavu wa Adam. Maana Yesu anasema alikuwa ndani ya Baba. Kwa hiyo jinsi anavyozaa Mungu ni tofauti na hivi wanavyozaa wanadamu. Haimaanishi kwamba Mungu yani sawa sawa tu ardhi. Mwanadamu anajamiana, je, ardhi inajamiana? Kwa ni kitu tu cha kueleshana. Basi kama ukiwa na swali, naomba uulize tu kwa nia njema. Usitukane, usitoe comment mbaya. Uliza, nitazipitia na nitaweza kuzijibu. Basi Mungu wa mbinguni awabariki.